Katika safari hii wapo wenzetu ambao hawapo nasi tena, wametangulia mbele za haki. Tunamuomba Mwenyezi Mungu awajalie pumziko la amani na sisi sote tuendelee kuilinda nchi yetu. Waheshimiwa wabunge, mnamo tarehe 15 mwezi wa 6 2020 nilipata heshima ya kusimama mbele yenu kama naibu spika nikiwasilisha salamu zangu baada ya kuhitimishwa kwa mjadala wa bajeti kuu ya serikali wa mwaka 2020-2021. Leo hii nimejaliwa fursa nyingine adhimu kabisa kuzungumza nanyi nikiwa spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naendelea kutoa shukurani za dhati kabisa kwa heshima kubwa mlionipa ya kuwatumikia kama spika kwa takriban miaka 4. Waheshimiwa wabunge, tunaelekea mwisho wa kipindi cha uhai wa Bunge la 12. Hiki ni kipindi cha kutazama nyuma na kutafakari mambo mengi tulioyatekeleza kwa pamoja kama bunge na kama wawakilishi wa wananchi katika majimbo yetu, katika mikoa yetu, kwa wale wa viti maalum. Ninawashukuru sana Watanzania wenzangu, ninawashukuru sana wananchi wote. Watoe hofu wana jimbo la Mbeya mjini. Wakati nikichaguliwa 2020 nilichaguliwa kuwa mbunge wa jimbo hili moja la Mbeya mjini. Nitaendelea kutoa ushirikiano hata nitakapokuwa mbunge wa Uyole, nitaendelea kutoa ushirikiano kwa jimbo la Mbeya mjini. Baada ya kusema hayo, waheshimiwa wabunge, sasa nitumie fursa hii kipekee kabisa kuishukuru familia yangu inayoongozwa na mume wangu Dr. James Andilile Mwenyeku, lakini pia na watoto wetu. Asanteni sana. Asanteni sana. Asanteni sana. Lakini pia na watoto wetu. Ninawashukuru pia wazazi wetu, ndugu zetu wote, marafiki kwa ushirikiano na upendo wao. Kila laheri kila mmoja katika mlango anaoenda kupita ili aweze kurejea humu ndani tena. Waheshimiwa wabunge, Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika, Mungu atubariki sisi sote. Asanteni sana kwa kunisikiliza.